Mambo vipi Tanzania, mambo vipi mwanamichezo, mambo vipi mwanafamilia wa Niako TV. Karibu sana tuweze kujuzana zile taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tayari zimekwisha kujiri na ambazo natarajiwa kujiri na ambazo tayari zimekwisha kujiri kutoka katika uga mbalimbali wa kimataifa ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2025. Karibu sana tuweze kujuzana zile taarifa mbalimbali zilizojiri kutoka hapa nyumbani Dar es Salaam Tanzania, ambapo taarifa kutoka katika bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB leo siku ya Jumanne imetoa ratiba mpya ambayo ni ratiba ya tarehe mpya za ligi kuu derbies, kwa maana zile tarehe za zile derby ambazo huwa zinachezeka baina ya timu ambazo zinahusishwa. Mojawapo ya timu hizo ni moja kutoka mtaa Twiga na Jangwani. Huyu ni Dar es Salaam Young Africans dhidi ya mwingine kutoka Kariakoo Msimbazi, na kuna msemo wa Waswahili unaosema kwamba maji ya mto Msimbazi ndio yanajaza maji ya mto Jangwani. Hawa ni Simba na Yanga kwa mara nyingine tena wanakutana, ambapo pia kuna derby nyingine, Dar es Salaam derby, ambapo hapa ni Azam FC, matajiri wa jiji la Dar es Salaam, kutokea maskani yao kule Chamazi dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini derby nyingine ambayo wamefanyia marekebisho bodi ya ligi kuu ni derby kati ya Mzizima derby, moja kati ya derby maarufu sana ambayo inahusisha wale wababe wa jiji la Dar es Salaam. Hawa ni Simba Sports Club dhidi ya Azam FC. Lakini dabi nyingine ambayo imetolewa ratiba mpya ama tarehe mpya ni dabi kutoka kule jijini Mbeya katika jiji la The Purple Nation. Hawa ni Mafande Tanzania Prison dhidi ya Mbeya City. Lakini kwa haraka tarehe ambazo imeweza kupangwa upya kwa kwenda kuchezeka kwa dabi hizo, bodi ya ligi kuu imeanza na dabi ya kwanza. Dabi ya kwanza ni Kariakoo derby, although kama tunavyojua kwamba ni moja kati ya dabi Afrika Mashariki na Kati ambazo huwa zinafuatiliwa sana. Hawa ni Yanga na Simba, na dabi ya kwanza itachezeka tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, ambapo hapa Yanga atamkaribisha mtani wake Simba Sports Club, na mechi hii itachezeka majira saa 11 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini watani hawa watarudiana tena kwa mara nyingine, ambapo hapa Simba atakutana tena na Young Africans, ambapo hapa Simba atakuwa mwenyeji akimkaribisha Yanga Sports Club, na mechi hii itachezeka ni tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025, ni pale Benjamin William Mkapa majira ya saa 11 kamili jioni. Lakini dabi nyingine ni Dar es Salaam derby. Hapa ni kati ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam akijita hivyo Azam FC kutoka kule Chamazi dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwa hapa bodi ya ligi kuu imesema kwamba date to be announced, time to be announced, kwa maana hapa muda utatangazwa, lakini mchezo huu utachezeka ndani ya dimba la Azam Complex. Lakini hapa Young Africans atarudiana tena na Azam FC, itakuwa ni tarehe 19 mwezi wa 5, ni majira ya saa 10 katika dimba la KMC Complex, ni mwaka 2026. Lakini dabi nyingine, dabi ya tatu ni Mzizima derby. Hapa ni mnyama Simba akimkaribisha Azam FC, na mchezo huu utachezeka Disemba 6 mwaka 2025 kuanzia majira saa 12:30, ni pale Benjamin William Mkapa. Lakini hawa watarudiana tena, ambapo Azam FC atakuwa katika uwanja wake nyumbani akimkaribisha Simba, lakini hapa ni tarehe itatangazwa, lakini pia na muda utatangazwa itakapofika tarehe hiyo. Lakini dabi nyingine ya mwisho ya 4, dabi ambayo inakwenda kusisimua hasa zaidi kwa wakazi wa jiji la Mbeya, ni dabi ambayo imepewa jina la Mbeya derby, ambapo hapa ni kati ya Mafande Tanzania Prison akiwakaribisha ni Mbeya City, na mchezo huu utachezeka ni tarehe 18 mwezi wa 3 Machi mwaka 2026, ni pale katika dimba la Sokoine Stadium jijini Mbeya, na mchezo huu utaanza majira ya saa 10:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo ndivyo ambavyo tarehe mpya za dabi za ligi kuu ya NBC Premier League katika msimu 2025 msimu mwaka 2026 ambazo bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara leo siku ya Jumanne ya tarehe 18 imeweza kufanya marekebisho na kutoa tarehe mpya za kwenda kuchezeka dabi hizo, huku dabi ya kwanza ama dabi mbili zitachezeka mwishoni mwa mwaka huu 2025 mwezi wa 12, ambapo ni Dar es Salaam ni Mzizima derby, ni kati ya Simba dhidi ya Azam FC. Lakini mbali na hivyo, bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara imeufungulia uwanja wa Sokoine Stadium kule jijini Mbeya, ambapo kwa mara ya mwisho uwanja huu uliweza kufungiwa, lakini leo ligi kuu ya
bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara imeweza kutoa taarifa yake. Kupitia taarifa iliyotoa kwa umma, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeufungulia uwanja Sokoine uliokombea kutumika katika michezo ya ligi baada ya kufanya marekebisho yaliyokidhi vigezo na vya kanuni na kisheria za mpira wa miguu. Uwanja huo ulifungiwa kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni za leseni za klabu. Umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya marekebisho yaliyoelekezwa kufanyika. TFF inaendelea kuzikumbusha klabu kuendelea kuboresha na kutunza miundombinu ya viwanja vyao vya nyumbani kwa kushirikiana na vyama vya klabu katika kuboresha klabu ambazo hazimiliki viwanja ili michezo ya ligi ichezwe kwenye viwanja bora vinavyoisaidia kuongeza ushindani na thamani ya ligi. Kwa taarifa hii, timu zote zilizokuwa zikitumia uwanja huo wa Sokoine jijini Mbeya, uwanja huo uko tayari na zinaweza kuendelea kutumia uwanja huo kucheza michezo yake kama kutumia uwanja wao wa nyumbani. Imetolewa na ofisa habari wa mawasiliano TFF hapo siku ya jana Novemba 17, na taarifa hiyo inaendana sambamba kabisa na maboresho ya hizi tarehe mpya za ligi kuu derbies ambazo zinachezeka katika ligi kuu ya NBC Premier League. Hii ni Niako TV, endelea kufuatilia kwa undani na ukaribu kabisa. Pia unaweza kutufollow katika mitandao rasmi ya kijamii kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Lakini kama hujasubscribe, nikombe bonyeza neno la subscribe, lakini pia bonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu zote za kimichezo, kiburudani, kisiasa, kijamii kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni official Mutra Msanaji, pia kule Instagram unaweza kunifollow katika kwa jina moja la official Mutra Msanaji. Hii ni Niako TV, tunasema habari yako ni habari yetu.